Moja kwa moja tuweze kukupitisha kwa kile ambacho kinaendelea kule Ukraine, ambapo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amemwondoa mkuu wa majeshi wa Ukraine Oleksandr Syrskyi kutoka wadhifa wake, na hatua hiyo imekuja siku chache tu baada ya kuondolewa kwa waziri wa ulinzi aliyekuwa maarufu Mikhailo Fedorov, na hatua iliyosababisha maandamano katika maeneo mbalimbali nchini humo. Awali kulikuwa na uvumi kwamba kuondolewa kwa Fedorov kulihusiana na mgogoro wake kati yake pamoja na Oleksandr, na baadaye taarifa hizo zikathibitishwa. Fedorov mwenye umri wa miaka 35 amekuwa akisifiwa kwa kuleta mageuzi makubwa katika wizara ya ulinzi, kuimarisha uwezo wa jeshi la Ukraine pamoja na kuongeza juhudi za kupambana na rushwa. Kwa upande mwingine, Syrskyi mwenye umri wa miaka 60 anaonekana na wengi nchini Ukraine kama kamanda mwenye mtazamo wa kijeshi wa enzi za Umoja wa Kisovieti, ambaye hakuwa tayari kutekeleza mabadiliko makubwa ndani ya jeshi. Nafasi yake imechukuliwa na Jenerali Mikhailo Drapati mwenye umri wa miaka 43, ambaye anajulikana kwa uzoefu wake mkubwa vitani na umaarufu miongoni mwa wanajeshi. Nikinukuu kile ambacho kiliweza kuzungumzwa kupitia kurasa wake wa Facebook: nitafanya kazi kwa wajibikaji, kwa umakini wa hali ya juu na kwa heshima kwa wale wote wanaolinda nchi yetu leo, Drapati aliweza kuandika kwenye kurasa wake wa Facebook. Pia alimshukuru Syrskyi kwa kazi yake ya muda mrefu ya kuimarisha jeshi la Ukraine, akiongeza kuwa nilikulia ndani ya jeshi hilo. Katika ujumbe wa video uliochapishwa kwenye mtandao wa kijamii usiku wa Jumanne, Rais Zelensky alimshukuru Syrskyi kwa mchango wake katika kampeni za kijeshi, ikiwemo nafasi yake muhimu katika kutetea kwa mafanikio katika mji mkuu wa Kiev wakati wa siku za mwisho za uvamizi kamili wa Urusi kwa mwaka 2022. Sasa baada ya hayo kutokea, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameweza kumteua Meja Jenerali Mikhailo Drapati mwenye umri wa miaka 43 kuwa mkuu mpya wa majeshi ya Ukraine, akichukua nafasi ya Oleksandr Syrskyi aliyekuwa akiongoza jeshi hilo tangu Februari 2024. Sasa uamuzi huo umefanyika baada ya kuwepo taarifa kuwa Zelensky alikuwa akifikiria kumwondoa Syrskyi kufuatia mabadiliko ya uongozi serikalini na mgogoro uliohusisha aliyekuwa waziri wa ulinzi Mikhailo Fedorov. Kuondolewa kwa Fedorov kulizua pia maandamano, tukumbuke, katika miji mbalimbali ya Ukraine, huku waandamanaji wakitaka rejesho madarakani Syrskyi aondolewe na kufanyika mageuzi katika jeshi la nchi hiyo. Na ripoti zinaeleza kuwa Zelensky alizingatia majina kadhaa kabla ya kumteua Drapati, huku Fedorov akieleza kuwa alikuwa ameingia kwenye mvutano na Syrskyi kuhusu uendeshaji wa jeshi. Kabla ya kuondoka madarakani, Syrskyi alisema jeshi la Ukraine ambalo miaka miwili iliyopita lilikuwa likikabiliana na mashambulizi makubwa sasa limebadilika na kuanza kufanya operesheni za kukabiliana na maadui. Na sasa tuelekee kwingineko, ambapo kwingineko ni kuhusiana na mashambulizi ya Iran, ambapo yameongeza wasiwasi Mashariki ya Kati, ambapo mvutano wa Iran na Marekani umeweza kuenea Mashariki ya Kati, wakati Marekani ikiendelea kulenga uwezo wake wa kijeshi wa Tehran. Na viongozi wa Marekani na Iran wanasema mzozo huo umefikia hatua ya vita kamili, na Iran imeongeza mashambulizi yake katika Mashariki ya Kati, huku mvutano ukiendelea wiki mbili baada ya vita vyake na Marekani kuanza tena. Bahrain imesema ving'ora vya tahadhari vilisikika baada ya jeshi lake kuzuia mashambulizi ya Iran, wakati Jordan ikitangaza kudungua ndege, drone 5 na makombora matatu yaliyokuwa yakielekezwa katika eneo lake. Wakati huo washirika wa Iran nchini Yemen wa Houthi wametishia kuzuia bandari za Saudi Arabia. Hatua hiyo inaweza kuongeza mtikisiko katika masoko mafuta duniani, na baada ya Iran kuzuia usafirishaji kupitia mlango wa Hormuz, Marekani imeendelea na mashambulizi dhidi ya Iran, ikisema inalenga kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa Tehran unaotumiwa dhidi ya meli za kibiashara. Na rais wa Marekani Donald Trump ameonya kuwa Iran italipa gharama kubwa kwa kila mwanajeshi wa Marekani atakayepoteza maisha, huku rais wa Iran Masoud Pezeshkian akisema mzozo huo umefikiwa hatua ya vita kamili. Kwa hiyo ipo hivyo. Shukrani kwa Baba Kivita na historia ya dunia. Jina langu ni Tobias Kisima, lakini pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama RS Swahili,
na usisahau kusubscribe ili kuweza kupata taarifa mbalimbali ambazo zinatokea. Endelea kusalia nasi, endelea kufuatilia taarifa zetu mbalimbali ambazo zinapatikana ndani ya RS Swahili. Lakini asante pia kwa mujibu wa vituo mbalimbali vya habari ikiwemo DW pamoja na BBC.